Robert Amsterdam pamoja na taasisi yake ya kisheria Amsterdam na Partners LLP inathibitisha kuwa imewasilisha maombi kwa niaba ya National Unity Platform ya Uganda na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nchini Tanzania, ikiomba kusimamishwa mara moja kwa nchi zote mbili kutoka Jumuiya ya Madola Commonwealth hadi zitakapofuata mkataba wa Jumuiya ya Madola na Azimio la Harare. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, inasema kwamba maombi haya yamewasilishwa wakati Jumuiya ya Madola Ministerial Action Group inajiandaa kukagua masharti yaliyowekwa awali kwa serikali zote mbili kabla ya mkutano wake ujao tarehe 7 Machi 2026, ingawa Jumuiya ya Madola imetafuta kufuata masharti kupitia mazungumzo na majadiliano. Kuendelea kwa wanachama bila kusimamishwa wakati ukiukwaji wa kimfumo unaendelea kuna hatari ya kudhoofisha mamlaka na uaminifu wa mfumo wake wa kisheria na kisiasa. Maombi yanadai kuwa Uganda na Tanzania zinawajibika kwa ukiukwaji mkubwa unaoendelea wa mkataba wa Jumuiya ya Madola, ikiwa ni pamoja na ukiukwaji wa utawala wa kidemokrasia, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukusanyika na utawala wa sheria. Ukiukwaji huo pia unawakilisha kushindwa kwa muda mrefu kufuata kanuni na matarajio yaliyomo katika Azimio la Harare, ikiwa ni pamoja na ushiriki huru wa haki za kisiasa na ulinzi wa haki za msingi. Maombi haya yanakumbusha zaidi kwamba Jumuiya ya Madola Commonwealth tayari iliweka mfano kwa kusimamishwa kwa baadhi ya nchi wanachama kufuatia hali za vurugu zinazohusiana na uchaguzi na kuvunjwa kwa msingi wa demokrasia, ikiwa ni pamoja na kusimamishwa kwa Zimbabwe mwaka 2000. Hali nchini Uganda inafuatia uchaguzi uliotatanisha uliojaa ukandamizaji, wakati nchini Tanzania unyanyasaji wa kisiasa unaongezeka umefikia hatua mbaya kama kukamatwa kiholela kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Haswa ombi hilo linaangazia maoni namba 74 ya mwaka 2025 ya kikundi kazi cha Umoja wa Mataifa cha kuzuia kukamatwa kiholela, UN Working Group on Arbitrary Detention, ambayo ilitolewa kufuatia ombi la Amsterdam na Partners LLP, ambayo iligundua kuwa kukamatwa kwa Bwana Lissu ni kinyume na sheria na ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa, na ikatoa wito wa kuachiliwa kwake mara moja, ulipaji wa fidia pamoja na uchunguzi huru. Ombi hilo kwa niaba ya Chadema kwa hivyo linahimiza Jumuiya ya Madola kujumuisha kuachiliwa mara moja kwa Bwana Lissu kwa sharti la wazi na lisiloweza kujadiliwa katika mazungumzo yote yanayoendelea na Tanzania.